tunaishi leo hii. Watu brother hawapiki, watu hawaendi sokoni, hakuna mashule yanayosoma, hakuna kazi inayofanyika, hakuna shule yoyote ya kimaendeleo zinazofanyika katika nchi ambazo zina machafuko. Lakini Tanzania tuko vizuri. Tuko huru kabisa. Marais waliopita amani hii wameidumisha. Aliyekuja mpaka leo tunaye mama yetu Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa huyu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye kaendeleza pale pale ambapo wenzake wameachia. Nchi bado ina amani. Tukaona ipo haja sasa ya kuweza kumsupport mama yetu. Kuna mengi anayafanya. Kwanza ndio rais wa kwanza mwanamke katika nchi hii ya Tanzania. Na ameweza kumudu mikiki ya nchi hii. Vikwazo vingi ameviruka na anaendelea kuviruka. Si jambo rahisi kwa mwanamama huyu shupavu kuweza kumiliki na kuituliza nchi kwa hali kama hii, na kuweza kusimamia miradi mbalimbali katika nchi hii. Miradi mikubwa inatekelezwa. Yeye kama watu walimbeza mwanzo, walimbeza na mpaka hivi sasa wanaendelea kumbeza kwa sababu tu ya jinsia yake. Hapana. Mafia Boxing Promotion kwa kuyatazama haya, kuna ipo haja ya kumsupport na kumuimba mama yetu kwa mazuri anayoyafanya mheshimiwa rais, lakini pia ile hamasa ambayo ameweka kwenye michezo. Kuna haja ya kuja slogan hii ya knockout ya mama, kumsupport mheshimiwa rais kwa kusimamia nchi hii vizuri, kwa kuendeleza amani katika nchi yetu na kuweza kuituliza nchi yetu kwa mikiki na vikwazo vingi ameweza kuvimudu kama mwanamke, lakini pia kwa hamasa aliweka kwenye michezo. Goli la mama katika football hakuna rais ambaye amewahi kufanya hichi. Wenzake walifanya kwa kiasi chao, lakini yeye kafanya zaidi ambapo wenzake walikufanya. Hakuna rais ambaye aliweka goli la mama, goli la president. Hakuna. Ni yeye ndo kaanza hichi kitu. Deni hili unamsupport vipi? Unamuunga mkono vipi? Hatuna kikubwa cha kumpa kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko sisi. Tukaona tuje na slogan hii knockout ya mama, kumsupport mheshimiwa rais kwa kazi ambazo anazifanya katika nchi hii, lakini pia kwa hamasa ambayo yeye ameiweka kwenye michezo. Vijana wetu wanapata hela leo. Nyingi tu. Milioni 10 sio kitu kidogo brother. Milioni 10. Kuna watu naamini katika nchi hii wamezaliwa mpaka wamekufa hawajakamata milioni 10. Lakini leo kijana mdogo tu wa miaka 20, 25 kafanikiwa kupata ushindi. Mheshimiwa rais akamuona kijana yule, akampa milioni 10. Brother, sio jambo dogo. Kwa nini usimtangaze rais wako? Kwa nini usiwe naye karibu? Kwa nini usimsupport mheshimiwa rais? Utakuwa ni kijana ambaye huo ni mbali. Hiyo tunamsupport mheshimiwa rais kwa yote anayoyafanya. Tukasema tuishi na hii slogan ya knockout, na hii itakwenda mpaka uchaguzi utakapomalizika. Tupo season 4 sasa hivi. Okay. Tunaingia kwenye season 4. Season 3 shamalizika. Tunakwenda kwenye season 4 sasa hivi ya knockout ya mama, ambapo mtakuja kuambiwa tarehe 24 mwezi wa 5. Tarehe 24 mwezi wa 5 knockout ya mama season 4 inakwenda kufanyika katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Okay. Yeah. Kuna story za watu wanazungumza kuhusiana na nyinyi kwamba kuna mabondia mnawapigisha. Mnawaletea mabondia wagumu ili wapigwe, kwa sababu watu walisikia interview ya Dula akilalamika kwamba alizungumza na uongozi wa Mafia wamletee bondia rahisi, lakini uongozi wa Mafia mkamletea bondia mgumu ikiwa yeye bado hajarecover vizuri kutoka kwenye majeraha. Watu wengi wakawa wanahisi kama mnawaletea mabondia magumu, mabondia ambao hawapo kwenye usimamizi wenu ili wapigwe na nyinyi mtengeneze ufalme wenu. Hizi stories koje na imekufundisha kitu gani? Interview ya Dula alofanya pale baada ya fight. Alafiru tusimtazame Dula tu peke yake. Tuangalie na wengine ambao tumewapa nafasi hizi wakapigana. Wao ilikuwaje? Fadhili Majiha alipigana pale. Ndio. Superdome Masaki. Alifanyaje? Alishinda. Saidi Bwanga alifanyaje? Alishinda. Na wengine wengi tu ambao nafasi tumezitoa kwao
Halima nani yule? Leila Macho. Alifanyaje? Alishinda. Mbona watu hawazungumzia hawa? Kwa nini Dula peke yake? Si kweli. Kwanza tunapotoa nafasi kwa mabondia ambao uko nje Mafia Boxing Promotion, tunawauliza wao, unataka upambane na nani? Kwa sababu yule bondia sisi tuko naye, yeye ndio anajua mazoezi yake anafanya. Lazima aangalie, atafute mpinzani ambaye anadhani huyu mimi nitamudu na nitakapompiga atanipandisha juu kidogo. Kwa nafasi hiyo wanakuwa nayo wao mabondia kuchagua bondia anayemtaka yeye, anayecheza naye ni yupi. Kwa si kweli kwamba sisi Mafia Boxing Promotion eti tunawachagulia mabondia mbizi kiazi ili no, na mabondia wagumu kwamba eti ukifika hapa wawapige mabondia ambao wale, hapana kitu kama. Alafu mabondia wa Mafia wanapiwa, hapana kitu kama. Wanateleza. Fuatilia, uliza, watafute mabondia ambao tunapa nafasi, kina Fadhili Maji hawa, watafute kina Oscar Richard, watafute kina Saidi Wanga, watafute, waulize utaratibu ukoje wa kutafuta mabondia ikiwa mmepewa nafasi ya kuperform katika matamasha haya ya Mafia Boxing Promotion. Utaratibu unakuwaje? Bondia nani anamchagua? Wao kazi yao ni kuchagua bondia wanawataka wao. Sisi kazi yetu ni kumleta hapa, kumlipa bondia pesa ambayo tunakubaliana nayo, tunatoa sisi. Malazi yetu sisi, usafiri wa kwenda na kurudi ni wetu sisi. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kipo chini yetu sisi. Yeye kazi yake ni kuchagua tu, namtaka huyu. Baada hapo atuache sisi, tunafanya naye mawasiliano, anakuja. Kwa nafasi hiyo anayo yeye bondia kuchagua anayeweza kupambana naye. Nafikiri Dula mlimsikia alizungumza wazi kwamba hakuwa fit enough. Ndio sababu kubwa ilomfanya yaweze haya maneno mengine ya watu ni maneno ambayo yapo tu brother, yasikutishe na yataendelea kuwepo siku zote. Kwa hiyo yasikilize, baada hapo yadharau, tuachana nayo. Kuna wakati mnapata tabu na mabondia, mnawasimamisha, mnawarudisha. Of course ni binadamu, kuwaweka sehemu moja ni ngumu, lakini mmekuwa mkijitahidi sana. Kuna muda mkiwasimamisha mnajutia? Brother, hapana, nidhamu ndio kila kitu. Nidhamu is all about everything. Unajua kama hujaweka utaratibu nidhamu, brother, utapandwa kichwani. Utaonekana wewe huna maana yoyote. Kazi yoyote nidhamu isipokuwepo hakuna kazi. Hakuna kazi. Nidhamu ni kitu muhimu sana. Nidhamu ndio chachu ya mafanikio ya mtu. Popote unapofanya kazi, nidhamu weka mbele. Discipline kitu kimoja muhimu sana katika kazi yako brother. Na utaweza kufika pale ambapo wewe unataka ufike. Bila nidhamu, kwamba labda wewe umejiona mkubwa kuliko wale waliokuweka pale. Mfano sisi mabondia wetu wameanza kutoka zero. Wengi wao anza kutoka chini. Tumewanyanyua, sasa hivi wanajulikana vizuri. Kwa hiyo kujulikana tu basi uanze kuwapa watu kichwani? Hapana. Hata uwe nani brother, ukifanya makosa utaadhibiwa bila kujali jina lako, nafasi yako ama uwezo wako, utaadhibiwa. Mafia ni kubwa kuliko wewe. Kwa sababu nafasi uliokuwa ambayo umeipata, kuna watu kama 200 huko nje wanaitaka ile. Kwa hiyo wewe kama tayari ushakuwa mkubwa, it's okay. Kaa pembeni, au umechoka, tupishe, wengine watakuja watakaa. Kwa nidhamu ni kitu muhimu sana katika. Kwa tuna jicho letu lipo karibu sana kwa hawa bondia katika swala zima la nidhamu. Pale wanapokosa nidhamu, adhabu lazima iwakute, ili kulinda heshima na brandi hii ya Mafia Boxing Promotion. Tumzungumze Shagembe. Baada ya kushinda pambano lake dhidi ya Semale, kimya kimetawala. Watu wengi tulijua labda kungekuwa na promotion kubwa kumhusu yeye, aidha Bagari na vitu vingine, kwa sababu ameheshimisha taifa. Mfupa ambao wameushindwa kaka zake wana experience na ngumi, Twaha Selemani Kidunda, lakini amecheza vizuri, watu wote wamefurahishwa na alichokifanya, lakini kumekuwa na kimya. Kwa nini? Bado lipo. Alafu kuna clip niliona inampromote Shagembe kuwa anacheza fight. Hiyo story pia ikoje? Watu wanahisi kama kashapewa thank you. Hapana, Shagembe kidogo alipata matatizo, alipata injury ya bega kwa
kipindi fulani katikati hapa akawa yuko nje kidogo, hakuonekana, alipata injury mazoezini. Kwa hiyo hatukuweza kumruhusu kushiriki mazoezi kwa muda mrefu, tukampa muda apumzike ili aweze kurecover katika majeraha yake. Lakini si kwamba labda tumempa thank you, hapana. Shagemi bado yuko Mafia Boxing na atapanda ulingoni. Nafikiri kuna fight hapa inafanyika ambapo ndugu yetu huyu Dragon anaenda. Yes, nafikiri kuna baadhi ya mbundia pia tutawapeleka katika hiyo fight. Wao watapigana kule, then wengine watakwenda kupigana kwa katika game mbili hizi, either hii tarehe 24 mwezi wa 5 ama hii ya tarehe 10 mwezi wa 5 vile vile. Shagembe atashiriki vile vile. Kwa hiyo ule ukimya ilikuwa ni kwa sababu tu injury yake, na tulimruhusu pia kuna nyumbani kupumzika. Kwa hiyo ndio maana mkoona kile kimetawala, lakini tunalo zoezi hilo muda mfupi ujao. Watu watatangaziwa wahudhurie, waje waone Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena ikikabidhi zawadi kwa mabondia wake. Kwa hiyo tunalo very soon itakwenda kutokea, tutawatangazia, na of course mmekuwa mkitoa taarifa nzuri kwa wadau wapenzi wa ngumi. Kwa hiyo mtajua wala sio muda mrefu. Kwa hiyo tulilipumzisha kulingana na ile injury yake iliyokuwa nayo. Unajua sometimes mtu kwa katika hali ya ugonjwa alafu tena akaja katika hali kama vile furaha kidogo, tukampa muda apumzike kwanza, then akiwa vizuri basi zoezi litaendelea vizuri. Kwa hiyo tunatarajia muda mfupi ujao kuweza kulitekeleza hilo na ndio aweze kupata zawadi zao kama kawaida hizi. Na Asamele yuko under sign level. Asamele tunaye Mafia Boxing Promotion. Asamele ni katika miongoni mwa bondia ambao wanaipenda sana Mafia Boxing Promotion ni Asamele William. Na hivi ninavyozungumza na yupo kambini kule Kisarawe hivi sasa. Na tarehe 24 mwezi wa 5 atapanda ulingoni. Kwa hiyo tunaye Mafia Boxing Promotion, anaishi katika masharti yetu, katika terms zetu kabla kumsaini. Kwa kiqualify kule tunampa mkataba wetu na saini vizuri tu. Kwa nini mlimchukua Asamele? Kwanza of course hakuna mtu ambaye apende kitu kizuri brother. Asamele bondia mzuri na kwanza yeye mwenyewe binafsi alitokea kuipenda hii kampuni ya Mafia Boxing. Yeye mwenyewe binafsi alituambia kwa kinywa chake, na akatamani siku moja afanye kazi na Mafia, lakini akatamani siku moja awe chini ya Mafia Boxing Promotion. Tulimwalika kule Tanga, alikuja tukazungumza naye vizuri tu. Then mara pili akaja yeye na uongozi wake mzima, tukakaa nao chini tukazungumza vizuri. Wamefurahi sana na hata tulipokuwa na South Africa nao wakatupokea vizuri sana. Kwa hiyo kuna chemistry nzuri ya baina yetu. Yeye binafsi kaonyesha ule utayari wa kuwa under Mafia Boxing Promotion, na sisi tukaona kwa nini. Na wakati huo mkataba wake kule kwenye kampuni yake unakaribia kumalizika wakati ule. Hivi sasa free, ushaona. Kwa hiyo tuko naye, lakini haja saidi Mafia Boxing, kwa anaishi kwenye terms, anaishi katika masharti yetu yale. Akiqualify vizuri, kwa nini usimchukue mtu kama yule? Sawa. Ni kuhamishe kidogo, tuje kwa ndugu yenu, mnasaba wenu. Of course anaweza pia kama mpinzani wenu kwenye biashara, Hassan Mwakinyo. Kwenye interview zake nyingi ambazo amefanya hizi karibuni, amezungumza kuna watu wanataka kuvunja utawala wake na kuweza kutengeneza utawala wao. Ameongea vitu vingi sana kuelimisha jamii kwa vita na upigana ni vita kubwa sana. Watu wengi wakawatizameni nyinyi baada ya posti ya kuwa na udhaifa. Watu wakaona udhaifa ni miongoni mwa watu ambao wamesababisha Hassan amekuwa pale. Aidha Hassan anaweza kakiri hadharani, lakini anaweza kakataba hadharani, lakini akikaa mwenyewe ndani hilo alifichiki. Tunafahamu udhaifa alivyotoka naye. Yuko Mafia huko, Hassan analalamika kwamba kuna watu wanataka kuvunja utawala wake. Na watu wa Tanga mna roho mbaya. Ameweka wazi kwamba nyinyi watu wa Tanga mna roho mbaya, ampendani by nature, mnaweza mkatabasemeana usoni lakini kama mnakunjiana. Watu wengi wameunganisha doti kwenu, nyinyi ndio mnaonekana wapinzani namba 1 ambaye mmetaka kumshusha yeye pale alipo. Na ameomba amezungumza kwa huruma kubwa sana kwenye halaiki ya mashabiki na wananchi wa Tanzania. Hizi stories zikoje kwenu, lakini pia
Vipi kuhusiana na udhaifa? Unaposema kwamba anasema kuna watu wanataka kuvunja utawala wake, ufalme wake. Nafikiri wewe ni kina nani labda? Kawaweka wazi ni kina nani? Hapana. Ndio. Kama ulivyokuwa wewe hujui, na mimi sijui vile vile. Sifahamu vile. Lakini nadharia si zipo? Nadharia kila mtu anaweza akazipeleka na kukujua yeye. Wengine watazipeleka huko, wengine hawatazipeleka huko. Kwa kuna kubishana fulani. Kilichofanya watu watafsiri nyinyi kwa sababu sende zake ilikuwa ndefu kwamba watu wa Tanga mna roho mbaya, ampendani. Mafia chimbuko lake umetuambia ni Tanga, na wewe ni mtu wa Tanga, na yule alikuwa ni familia yenu kabisa. Bwana Mrisho ni mtu wa Tanga na ni familia, kwa hiyo watu wakaunganisha doti. Mimi kwanza ni kujibu katika hili kiufupi. Mimi kwa kweli maisha ya Hasani siyafahamu kwa undani, siyafahamu kwa sababu sijaishi naye Hasani, sijaishi naye, namuona tunaonana, tunasalimiana vizuri, lakini kwa naye karibu kuishi naye ukamfahamu ni mtu namna gani, kweli simfahamu vizuri, na nitakuwa nakosea kama nikiamua sasa hivi kuweza kumzungumzia Hassan kwa sababu simfahamu. Naweza nikaongea kitu ambacho pengine hakitampendeza. Na mimi nikwambie brother, Hassan mimi niko naye vizuri sana. Huwezi amini. Hata mwenyewe ukimuuliza, bana vipi unamzungumzia jali? Yes, niko sina shida naye Hassan. Tuko vizuri kabisa. Sana tena. Hassan wakati mama yake anaumwa, mimi nilikutana naye Tanga. Tukazungumza vizuri kabisa. Na bibi mkubwa anaumwa. Tukaenda nyumbani kwake pale kwa mzazi wake kabla hajafariki, Mwenyezi Mungu amsamehe mzazi wake. Nikamuona mamake mzazi, nikasalimiana naye wakati yupo katika hali kidogo sio nzuri. Kwa hiyo ukaribu wangu mimi na Hasani uko vizuri sana. Mimi sina shida naye Hasani. Ile ana shida na kampuni. Sijui kwa sababu hata yeye mwenyewe hajaweka wazi hilo. Kwamba labda nina shida na watu fulani. Sababu alishai kukataa kucheza fight kwa sababu ya kampuni yenu. Alikataa kucheza kwa sababu mbali zilizojitokeza. Na kampuni yenu ikiwemo. Pengine labda mkipata nafasi kukaa chini ukamuuliza hivi kuna shida gani? Akipoint Mafia moja kwa moja bwana nina shida na watu hawa. Hapo sasa pengine naweza nikajibu kitu. Lakini so far mimi sikumsikia kuattack Mafia directly kwamba na shida na watu hawa na nini. Sasa hivyo tusionaogopa kuattack moja kwa moja kwa sababu kuna mambo ya kisheria. Unajuaje? Mafia mnaweza mkakimbilia mahakamani, kachafua brandi, vitu vikawa vingi. Sidhani kama Hassan ana shida na sisi, sidhani. Siamini katika hilo. Lakini mpaka atakapotoka aseme hadharani watakomsikia, lakini ni mtu ambaye anajielewa sana. Watu wa Tanga mna roho mbaya. Roho mbaya ipo kila mtu brother. Yeye ame-mention Tanga sasa. Tuzungumzie nyinyi wa Tanga. Tanga kuna mabondia wengi, Tanga kuna watu wengi sana. Kwa sababu hata angalia Mafia Boxing iko wapi? Iko Tanga. Ipo Tanga. Iko Dar es Salaam. Chimbuko lake ni Tanga. Sawa, lakini ipo Dar es Salaam, haiko Tanga. Watendaji, mimi nikasema watu wa Tanga na roho mbaya, anajua yeye ni kwa sababu gani. Watendaji wa Mafia wote wako Dar es Salaam. Ni asili yenu ni Tanga. Na mara nyingi huwa mnaenda kufanya sherehe kule. Mimi sisi hapa ambapo sisi viongozi wa juu, mimi na brother sisi, mimi nizaliwa Ilala Mtautete, lakini wazazi wangu wametokea asili kule ni kwetu Tanga. Sawa? Lakini nimezaliwa mtaa Utete Ilala, nyumba namba 46. Maisha yangu yote darasa la kwanza mpaka la 7 ni Boma Primary School. Sekondari Al-Haramain nimesoma pale. Kwa hiyo mimi maisha yangu ni Dar es Salaam, ila wazazi wangu wametokea Tanga, ndo asili. Kwa hiyo anapotaja watu wa Tanga, nafikiri ingekuwa ni bora zaidi hilo swali au hilo swala akaulizwa yeye kama kusudia nani. Otherwise itabaki kuwa katika mabano tu. Tanga kuna watu wengi brother. Kwa sababu huwezi kujua yeye anapitia mangapi. Mbali ya mambo yake ya ngumi, anapitia mangapi katika maisha yake. Anakutana nini katika maisha yake. Pengine kuna mambo yanamsibu yanamkuta ambayo yako nje ya mchezo wake huo ngumi. Kwa sababu yule ni mtu maarufu, watu wanamfahamu vizuri sana. Huwezi jua vitu vingapi vinamsibu. Kwa kusema watu wa Tanga wana roho mbaya, hatujui kamlenga nani. Kamlenga? Nani? Kwa hiyo itabaki kuwa katika brackets, katika mabano.
Itamwachie mwenyewe kama kusudia. Na wewe kwa namna unavyoishi na watu wa Tanga unaiona hiyo kwamba roho mbaya? Watu wa Tanga wakarimu sana, katika moja ya mikoa ya watu wa karimu Tanga. Unajua Pwani kuna watu wa karimu sana. Pwani kuna watu wa karimu sana. Kiasi kwamba huwezi ukaukuta ukarimu huu katika mikoa mingine. Wewe taangalia matukio ya kinyama yanayotokea katika nchi hii. Angalia takwimu yanayotokea katika mikoa gani? Kaskazini. Kwa nini isiwe Tanga? Kwa nini isiwe Pwani? Ni dhahiri kwamba hii mikoa ya Pwani ni mikoa ya kiisa, ya watu wa staarabu. Rombani tabia ya mtu. Rombani tabia ya mtu. Inaweza wewe ukaishi Dar es Salaam ukawa mkazi wa hapo, umezaliwa hapo, ukawa na roho mbaya. Unaweza ukaishi Mwanza, ukaishi Mbeya, Singida, kokote kule ukawa na roho mbaya. Ni tabia tu ya mtu. Kwa hiyo unapojumuisha watu wote, mimi siungi mkono hilo. Unapojumuisha watu wote kwamba watu fulani, watu wa mkoa fulani wana roho mbaya, hapana, ile ni tabia ya mtu binafsi. Kwa hiyo hapo lazima kidogo jaribu kuchomoa kidogo. Kwa hiyo roho mbaya ni tabia ya mtu mwenye binafsi. Yes, unaweza ukaishi nje ya Tanga ukawa na roho mbaya vile vile. Roho mbaya ni tabia tu bro, tabia tu. Sawa. Yes. Na hiyo inakumeni kila anachokizungumza Hassan, mtu anayetakiwa kampuni ambayo watu wa kwanza wanaifikiria ni Mafia. Kwa bahati kuzungumza sana watu wanafikiria huko Mafia. Labda kwa nini? Hebu nijibu hili. Kwa nini labda watu wanapeleka dhana yao kwa Mafia baada ya kuzungumza bwana, lakini dhana zinakwenda kwa Mafia? Ni kwa sababu gani labda? Kama wewe ni kwa nini? Kwanza kwa sababu aliwahi kukataa kucheza kwenye kampuni yenu. Lakini pili, mliwahi kumchukua bondia kutoka kwake. Lakini cha tatu, kaka yake ambaye kwa mujibu wa yeye kupitia voice note alizungumza na kaka, alisema kwamba yeye na kaka yake hata akifa hawazikani, lakini kaka yake kwa maana yake yeye ni mpinzani wake namba moja. Kidini ni kosa kubwa, kwa sababu Mtume Muhammad anatuambia anayevunja undugu na ndugu yake basi huyo ni ana matatizo. Lakini yeye amezungumza kwamba yeye na kaka yake hata ikitokea amekufa hawezi kuzikana naye. Lakini chingine tumemwona Uzaifa ambaye alikuwa akimsimamia yeye amekuja kwenu. Kwa hiyo watu wengi wakijumlisha haya matukio na namna yeye anavyozungumza, kuna watu wanataka kushusha ufalme wake na vitu vingine kaza wakaza, watu wanakufikiria ni nyinyi. Na haya matukio yote nyinyi ndio mmekuwa mkihusika nayo. Yanakuja kama bahati mbaya kwenu ama ni plan yenu kwamba tunamtaka huyu. Huenda nyinyi kama mjitengenezea nafasi yenu kwa target zenu. Lakini jamii au yeye akawatazama nyinyi kama maadui wake kwa namna ambavyo mnachukua nafasi yake. Kwanza kabla ya kuzungumza chochote, kwanza ningependa kuongea na ndugu yangu Hassan. Napenda nizungumze naye sasa kirafiki. Nazungumza naye kama ndugu yangu kirafiki katika njia ya kwa uzuri kabisa, kwa wema kabisa. Nilipata kusikia hiyo clip akizungumza juu ya ndugu yake Hamisi. Sijui nafikiri masuala ya kifamilia zaidi, lakini namuomba sana Hassan. Namuomba ndugu yangu na namkumbusha na kuikumbusha nafsi yangu. Yeye ni Muislamu na dini anayojua vizuri sana. Hakuna dhambi kubwa brother kama kuvunja udugu. Miongoni mwa dhambi kubwa ambayo mwanadamu hatuangaliwa kwa jicho la huruma na Mwenyezi Mungu ila kuvunja udugu. Kwa hiyo namkumbusha au nawakumbusha wote wawili wakae wamalize hizo tofauti zao za kifamilia. Mwanadamu si mkamilifu. Ukamilifu ana Mungu pekee yake. Kwa hiyo udhaifu wa mwanadamu ni dhahiri kwamba lazima muda wote anafanya makosa. Kwa hiyo kupitia kipindi chako hiki nazungumza na ndugu yangu Hassan. Kama atabahatika kunisikiliza Hassan, na kuomba kama rafiki yako, mwenzako, mdau wa ngumi, kabla Mwenyezi Mungu hakuchukua roho zetu brother, na kuomba sana, na kuomba, natumia kauli hii ya kiungwana kabisa, na kuomba jitahidi sana ili swala kati yako wewe na kakako embu limalizeni. Ninyi ni ndugu tu. Haitatokea siku eti itabadilika msiwe ndugu. Ninyi ni ndugu, mmezaliwa, mama yenu ni mmoja. Jaribuni kukaa myamalize haya.
Endapo mmoja atakufa ilhali bado kuna mafundo, uko mbele tunapokwenda hali itakuwa ni mbaya zaidi. Hasa ndugu yangu, nakuomba sana, kana na brother, lakini Hamisi vile vile kocha, kana ndugu yako, jaribuni kuimaliza hii hali. Huu ni wasia tunaotoka Hassan. Hayo mengine Mafia tunafanya kazi na kila mtu brother, kila mtu, milango iko wazi kabisa. Na unapoona mtu ana maono mazuri, ambapo anaweza akaja na maono yake mazuri na akaongeza kitu kwenye labda taasisi yako fulani au kwenye kile ambacho wewe unakifanya, kwa nini usiwe naye? Kwa nini usiwe naye? Kwa hiyo wapo watu ambao wanaangalia Mafia mbali zaidi na wakavutiwa, akija kwa nini usimpokee? Kwa hiyo ile hali yetu ya kufungua milango wa kila mtu, tunapokea watu wote, si brother ambaye atakuwa na maono mazuri, anataka kuifikisha Mafia kwa mchango wake japokuwa mdogo tu, ifike sehemu fulani, tunamkaribisha. Udhaifa ni mtu mzuri sana, ni mtu mzuri, na tulikutana naye nafikiri Tanga vile vile, hapa Dar es Salaam tumezungumza naye. Ni mtu mmoja mzuri sana, na wala hakumzungumzia Hassan. Tulikaa naye tukazungumza naye mengine kabisa. Sisi baada ya kumwangalia udhaifa, tunaona ni mtu ambaye brother, yule mtu ni mtu mmoja muhimu sana. Kule kashindwaje? Hebu sifahamu, nafikiri tafuta siku tu umwite hapa uzungumze naye, umuelewe, umhoji maswali, atakueleza vizuri zaidi. Kwa hiyo kumzungumzia kiundani zaidi mimi nitashindwa, kwa sababu yeye ndo mtu pekee ambaye anaweza akajizungumzia vizuri zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo haya mengine haya maono ya watu labda kumhusisha Hassan na sisi, hao watu hao pengine utakapouliza wewe, watakapokufungulia ni watu pekee ambao wanaweza kukufungulia vizuri zaidi kuliko mimi nitakapojibu. Kwa hiyo ninajua kama Hassan ni bondia mzuri, anajifahamu, arudi aishi maisha yake, nje kuna ushabiki mwingi sana kabisa. Yes, aendeleze career yake, afike malengo, na akitumia njia hiyo itafika mbali sana Hassan. Na mimi binafsi Hassan sina shida naye, hata kama anatazama hivi sasa najua sina shida naye Hassan, niko naye vizuri tu. Watu wanaweza wakakuletea neno, unaweza kusema kwa upande wako, lakini sio upande wako. Wakakwambia labda fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi, kutokana na tukio lake lililotokea, yeye mwenyewe bado anaamini kuna watu ndio wanachezesha zile karata kwa namna ambavyo yeye anaona ule mchoro wa tukio zima, lakini anaona kama kuna watu nyuma wanachezesha karata. Wewe umezungumza hapa, umesema watu wanapenda kuzungumza na uwezo kuwazuia wasizungumze. Wewe unachukua tahadhari gani nyinyi kama Mafia mkikutana scenario kama hizo, aidha kampuni ama bondia wenu? Siku zote tuna kanuni tunaitumia. Siku zote ukiletewa taarifa ifanyie utafiti kwanza, usikurupuke tu kwamba mtu amekuletea habari ambayo wewe huna uhakika nayo. Ukitoka nayo nzima brother, unajishusha, unajivunjia heshima, na unaweza pia ukaharibikiwa. Ichukue ile taarifa, usiidharau wala usikubali moja kwa moja, ifanyie uchunguzi. Baada ya kuifanyia uchunguzi, then utaona wewe uje na kipi katika ile taarifa. Kwa hiyo sisi jambo lolote likija, kwanza hatukurupuki, nalichukua tunakaa nalo chini, then baadaye tunatoka nalo kwa namna itakavyokuwa. Hivyo tu. Watu wa Tanga mnawapendelea sana. Tunaona majiko ya gesi, vitu vingi kadhalika vinaenda kule. Dar es Salaam ndio ipo Mafia, lakini kama mmewafungia vioo. Tumeandaa ngumi tarehe ngapi? Mwezi wa ngapi uliopita huo? Hii ngumi ya mwisho. Ilikuwa ni tarehe 28 kwa 29. Mwezi wa pili ulikuwa. Lakini tarehe 27 tumetoa majiko ya gesi hapa Dar es Salaam pale Magomeni, katika face off. Kwa sio Tanga tu. Tanga tumetoa,
Tumeanza kule kwa sababu mabondia wengi tulioanza nao litokea kule, tukaona tutoe nafasi hiyo, tukaenda kule tukatoa majiko yale, lakini lengo lilikuwa ni kumsupport Mheshimiwa Rais kwenye kusupport wananchi kuweza kutumia nishati safi ya gesi. Kwa hiyo tumetoa majiko ya gesi kule Tanga, lakini mengine tumekuja kuyatoa hapa Dar es Salaam tarehe 27 mwezi wa 2 mwaka huu. Tumetoa majiko ya gesi kwa kina mama siku ya face off pale Magomeni sokoni Tanga pekee yake. Tunaomba kufanya charity. Ni kitu kizuri na tunayo hayo katika mipango yetu. Tutafanya hicho kitu, yes. Tutafanya hicho kitu, yes. Malengo yenu sasa, huenda kuna mabondia wanakutizama sasa hivi, wanaamini ni fursa kuingia Mafia, una nini la kuwaambia? Ama bado 24 mpaka project iishe tutaongeza wengine? Tuna orodha ya mabondia wengi sana ambao wako tayari kujiunga na Mafia Boxing Promotion, lakini tupo katika kutazama, kufuatilia zaidi nani tuende naye kwanza, na nani tumbakishe kwanza. Kwa hiyo wapo na tutakuja kuwaambia ni nani na nani sasa hivi anakwenda kujiunga na Mafia Boxing Promotion. Tayari wengine mikataba yao huko walikokuwa inakaribia kumalizika na wako interested na kujiunga na Mafia Boxing Promotion. Na sisi milango iko wazi. Bondia tutakayemuona anatufaa kuwa naye pale Mafia, basi tunamkaribisha. Milango yetu iko wazi na tutafanya naye kazi bila kubagua kabila lake, rangi yake, dini yake. As long as ni bondia Mtanzania, ana kipaji na uwezo, milango iko wazi. Mafia Boxing Promotion inamkaribisha. Mabondia wa kike hatuoni Mafia, lakini alikaa hapo Stumai, lakini pia alikaa Lima Vunja Bei. Wote wanawataki nyinyi promotion, mnawatizama kama kiburudisho kwenye fight zenu. Mwapi ile standard ambayo mnawapa mabondia wa kiume? Neno lako kwa mabondia wa kike, wapi wanakuwa kiasi kwamba nyinyi promotion mnaona bado viburudisho, tutoe kitu kwa ajili ya kuondoa lawama? Hapana, sidhani kama sisi tuko hivyo, sidhani. Sijajua kaongelea kwenye upande gani, labda kwenye kuwajumuisha miongoni mwa mabondia wa Mafia, yani wawe chini ya Mafia, au kwenye kuwapa nafasi. No, tumekuwa tukitoa nafasi mara kadhaa kwa mabondia hawa kike, na Fili hata utakuwa shahidi vile vile. Pale Tanga, katika ngumi ya Tanga mwezi wa 11 tarehe 16 mwaka juzi, mwaka jana walipigana hawa. Alikuwa pale Alima Bandola alipigana, nafikiri kama unakumbukumbu nzuri. Tulimpa nafasi, kaja hapa Dar es Salaam Superdome Masaki, Lila Macho walipigana vile vile na bondia kutoka Malawi. Ushafahamu nafasi zinakuja, na lakini kwenye fight 10 kuna fight moja tunakuta kiki. Kuna wakati tunakutana na changamoto kidogo. Changamoto tunakutana nazo sometimes ndio inafanya tupate ugumu kwenye pata hawa bondia wa kike, na sipendi kuziweka wazi hapa, lakini ni jambo ambalo tunalifanyia kazi. Unajua, unapokutana na knockout ya mama, unapomtangaza Mheshimiwa Rais mwanamke wa kwanza Tanzania ambaye ameweza kuliongoza taifa, basi lazima pia katika zile mapambano yetu kuweza kuwapata mabondia wa kike kidogo. Kwa hiyo kuna ugumu. Unajua hawa pia wako under management, wana viongozi wao. Sometimes it makes somehow difficult. Mtu akisikia Mafia anataka hela nyingi. Inakuumizani niligusia hilo, lakini nimesikia mtu akitaja akitonga hapa tuna Mafia hapo, mtu anasema milioni 30 hata kama ana standard ya milioni 30. Wewe unakuchukulia nyinyi ni washamba au hela zenu hazina sehemu ya kwenda? Sijajua wao mawazo yao sikinazungumzie, sifahamu ni kwa nini. Natamani siku moja ungewauliza ni kwa sababu gani mnakuwa hivyo. Kwa sababu sisi tunachofanya ni kuwapa nafasi, brother. Yes, sisi tunatoa nafasi. Tulikuwa na uwezo wa kutumia mabondia wetu peke yake, lakini kwa hapana. Wako mabondia wengine wako nje Mafia, lakini wapo tu straight, wako mtaani tu, hawapati fight. Kwa nini so support hawa? Kwa tunawapa nafasi, tunawasaidia. Huyu bondia anataka afikie malengo, anafikiaje apate mapambano? Anataka hela nyingi.
Sasa nayo shida nayo inakuja. Wewe unasaidiwa, alafu bado hapo anayekusaidia kwa sababu unapewa nafasi. Chagua bondia yoyote unayemtaka wewe kutoka nje ya nchi, ambaye bondia huyo gharama zake ziko chini ya Mafia Boxing, kuanzia tiketi, kwa sababu bondia akija aje peke yake. Wanakuja watu ile ama watatu. Wote hao walipe tiketi ya kwenda na kurudi. Waje hapa hotel. Walale siku zote either 5, 6 ama wiki nzima. Hao wale. Gharama zote ziko chini yetu. Lakini bado hapo unazidi kuongezewa mzigo mzito, yani mtu kama anakukomoa. Ujaribu kwa binadamu kidogo. Tufikirie katika hili, hatuzungumze hatuwasimami wala hatuwasemi. Yes, sometimes naelewa ni kwa nini. Najua ni bondia. Lakini alikuja hapa Pius Mpenda. Akazungumza kuhusiana na scenario iliyotokea kwa nini alikataa kucheza pambano dhidi ya Semale. Maelezo yenu hayakunyooka. Mlipigia simu mkaambia kuna milioni 4. Akakuulizeni ipo kwenye mkataba au milioni 4 inakuwaje? Nyinyi mkabaki tu kuna milioni 4. Yeye akaleta ofa yake anataka milioni 13, lakini nyinyi mkapinga. Kwa hiyo akaona hawezi kucheza kwa milioni 4 ambayo mnamwambia mtampa milioni 4 kwenye fight kubwa. Umezungumza ngumi ni mchezo hatari, lakini pia watu na malengo. Hiyo pia ni sababu moja wapo. Tulimwalika Asamele William katika mkoa wa Tanga na alikwenda kupanda siku ya face off pale stendi pale barabara 12 kwa 13. Yes, na 11 kwa 12 Tanga stendi zamani. Pius ndo mtu wa kwanza kuja katika stage. Akazungumza kwamba anamtaka Asamele William. Yeye alitaka ile fight. Sio sisi hatukuipanga ile fight. Na siku ya ngumu tarehe 16 pale Mkwakwani, yeye Pius akapanda tena kwa mara ya pili. Umma wote ulimuona. Kaitaka ile fight. Yeye ndo kaitaka. Yeye. Leo kitu yeye kaitaka, sio sisi. Asamele kaja pale kama mgeni tu, mwalikwa. Baada ya kumuona akasema lazima hii fight ni iombe. Akawataka Mafia Boxing Promotion wamletee Asamele William aje apambane naye. Yeye kamtaka Asamele. Akizungumza in public, kila mtu akimsikia. Sisi kazi yetu ilikuwa ni kumleta Asamele. Kwa hiyo unapopewa kazi ya kumleta mtu na tumekubali, yes tutamleta. Sasa usipangiwe tena wewe mtu hapo kupa kazi umletee bondia ambaye pengine yeye akimpija kuna kitu anapata, labda record anapanda whatever. Alafu hapo mtu huyo ambaye akakuomba wewe umsaidie kitu fulani akuwekee masharti mengine anayoyataka yeye. Brother, is kitu sio, sidhani kama kuna mtu anaweza kitu kama hicho. Umetaka bondia tutakuletea. Kama ndo kweli kazungumza hivyo. Mimi sijabati mbaya sijafuatilia interview yake. Lakini all in all kwamba kulikuwa na kidogo maelewano hayakuwa mazuri in terms of payments nafikiri. Ndio maana pambano halikuweza kufanyika. Kwa sababu sisi tulikuwa tuna ofa yetu. Yes, tunamleta Asamele lakini ofa yetu ni hii. Kwa sababu sisi tukitoa ofa, Mafia inafaidika na nini? Nikuuliza wewe mwandishi. Umeomba mlete mtu fulani. Umletee bondia, anataka wewe ndio umlete yule bondia. Sema nyinyi mnafuata platform ya kuonekana mmeandaa fight kali. Yes, tumeandaa fight lakini anapigana sio mmoja. Wengi. Yaani wengi. Lakini mtu akitoka na sisi wewe kama promoter unafaidika na nini? Ina tu kwamba umeandaa fight baada ya hapo. Pia maisha brother baada ya hapo. So anakuja Team Knuckles pale. Alafu baada ya hapo wanalipa viingilio mnapata. Brother, hakuna nikwambie kitu. Promotion inayoandaa ngumi brother haifaidiki na viingilio vya mlangoni. Haifaidiki na viingilio vya mlangoni. Unaweza ukaandaa fight milioni 120, milioni 200 mpaka 300 mpaka 400. Gate collection wale watu wanaoingia unaweza wakafika kiwango hicho? Hapana. Haiwezekani. Kwa hiyo sisi hatuangalii viingilio vya mlangoni brother. Hatutegemei huko. Hatufaidiki navyo. Kwa hiyo watu sije ukadhani kwamba eti kwa kuweka pambano la mtu fulani labda Mafia Boxing au kampuni yoyote itakayoandaa pambano hilo linakwenda kunufaika na gate collection. Hapana, si kweli. Kwa hiyo sisi tunafanya kama msaada kuwasaidia. Ulimtaka huyu, tunakuletea. Lakini sisi
kwa busara zetu na huruma yetu tutakupa kiasi fulani, ndio ofa yetu kama utaweza, kwa sababu huyu bondia umemuomba wewe. Brother, vipi, uko tayari? Wewe unaweka masharti yako mengine magumu zaidi. Sisi tunashindwa hilo, hatuwezi kufanya. Kwa hiyo nafikiri Pius asijisi mnyonge, ni bondia mzuri na bado tuna hamu kufanya naye kazi vizuri. Akae chini, jitafakari, ajituzungumze, akiwa tayari tufanye naye kazi vizuri tu. Na tunampenda Pius, wala asijisi kwamba labda tunamchukia. Hapana, sisi tumchukie bondia yote Tanzania. Sisi na dau ngumi, hatumchukii bondia wa aina yoyote. Pius ni bondia mzuri, bondia mkubwa, kafanya makubwa. Mafia Boxing Promotion tunampenda sana Pius. Na asijisi unyonge, wakati wote aje tuzungumze, tukane chini, tufanye naye kazi. Kwa hiyo brother Pius, relax. Sawa. Yeah. La mwisho kuelekea fight yenu ya Knockout ya Mama phase 2, zungumza hapa na Watanzania. Tunapenda kuwataarifu Watanzania, wapenzi na wadau wa ngumi kwa ujumla wake, Tanzania na nje Tanzania. Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tumeandaa pambano tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu kwenye viwanja vya Posta pale Kijitonyama. Mabondia mbalimbali watakuwepo wa Mafia Boxing Promotion na nje Mafia Boxing Promotion, na huenda kukawa na surprise kubwa sana ambayo haijawahi kutokea katika nchi hii. Huenda tupo kwenye process ya kukamilisha hilo. Tukilikamilisha brother, itakuwa Mama Samia atakuwa mgeni rasmi hapa. Kasim tushamuona, Mheshimiwa K tumemwona wale. Tufunge kwenye mabano. Acha ikae ndani ya mabano, watu watakuja kuona kitu gani kinakwenda kutokea pale. Kwa hiyo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu, Mafia Boxing Promotion tunakwenda kuandaa pambano la nguvu la kukata na shoka. Knockout ya Mama season 4 inakwenda kutokea katika mji huu wa Dar es Salaam. Wapenzi wote, wadau wa ngumi kwa ujumla, kuweni na taarifa hiyo. Karibuni sana. Ni CEO ama mkurugenzi wa Mafia Boxing Promotion, Ali Zayumba. Tumezungumza naye vitu vingi sana, tumejua kuhusiana na chimbuko la kampuni yao, malengo yao, lakini pia ameka vizuri sana nyinyi ambao nataka kichwa cha habari afu story mnazo wenyewe. Amefafanua zaidi kwamba vitu vingine vinatakiwa viachwe ili mambo mengine yaweze kuendelea, lakini pia ametahusia kwa mabondia, lakini pia bila kumsahau Hassan Mwakinyo kama ndugu yake amemsi kwa hichi kinachoendelea, lakini pia ametualika na ataendelea kutualika. Tutamkaribisha tena kwa sababu promotion ya Mafia wanaandaa fight kubwa hapo viwanja vya Posta Kijitonyama. Bila shaka watu wengi nataka kushuhudia ngumi. Kuna kauli kwamba ngumi zimekufa baada kampuni fulani kuondoka, lakini bado mnaendelea kupambana. Wewe unakufanya changamoto kwenye TVA rights? Hapana, feel tuko vizuri. Okay. Hamna changamoto mnatukabili. Sawa. Na mpango kufungua media? Yes, tupo mbioni. Feel very soon media itakuwa iko tayari. Itakuwa Tanga, Dar es Salaam? Dar es Salaam. Online, mainstream? Kila kitu. Vyote vitakuwa hivyo. Au vipi? Bana, watoto umetoka chuo DSJ na vyo vingine, fursa ni hii. Mafia umeshasema muda wote unaweza kufungua online TV. Mimi naitwa Ali Mzuri. Unaweza kunifollow kwenye page yangu ya Instagram nimefunga kama Ali Mzuri 20, TikTok official Ali Mzuri 20. Usiache kuifollow page ya Mafia Boxing Promotion iko pale Instagram. Dondoka pale, kuna picha kali zimewekwa pale. Jamaa ananyoosha wewe. So mchezo. Ndugu zangu wako pale wananyoosha sana, kila kitu kimekuwa kwa vizuri sana. Tukutane wakati mwingine. Asante kwa timu yako.